Karibu katika episode ya 6 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 5, basi hakikisha unagusa hiyo pop up kinatokeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako. Lakini kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Mpango kazi wa kumsaidia Mwamba yule mmiliki wa mgahawa ulikuwa umetangazwa, na moja kwa moja bidada siku ya leo alikuwa akiambatana na Mwamba na wanaelekea nyumbani. Lakini wakiwa njiani, Mwamba katimba katika eneo fulani hivi la mgahawa, na hapa kanunua ice cream na kumpatia bidada. Bidada Maxo hii baada ya kununuliwa ile ice cream akazungumza kwa hisia sana, akisema kwamba mwanamke ambaye atakupata wewe katika maisha yake atajihisi kuwa ni mwenye bahati sana, kwani ni mwanaume unayejali sana. Lakini jamaa akamwambia kwamba hapana, na historia ngumu. Lakini bidada akamwambia kuwa yote ninayajua. Nikusikia katika ndoto ulikuwa ukiota kwamba haukuweza kufanya mauaji, na niliposikia tu niligundua kwamba unazungumza ni ukweli, kwa haukufanya jambo hilo. Kisha bidada akawa anaondoka. Mwamba alibaki ameduaa tu. Leo mtaani mambo yamechafuka kweli kweli, kwani bidada Thiang ameanza kuhangaika kwenda kumtafuta Mwamba Kim, kwa sababu Kim amehama pale alipokuwa akiishi. Anahangaika katika mitaa akimuhisi kila mtu, lakini kwa bahati mbaya sana akajikuta anapamia watu baki, na mwisho wa siku akagundua kwamba yeye ni Thiang, mtu maarufu. Watu moja kwa moja wakaanza kukusanyika kwa lengo la kuweza kupiga naye picha, lakini kwa bahati iliyo njema yule bodyguard wa karibu sana na bidada Maxo hii alikuwa ametimba katika mitaa hiyo na kuweza kumsaidia Thiang asiweze kutumika na watu kwenda kupiga picha za hapa mitaani. Na Mwamba akamchukua bidada Thiang moja kwa moja akampeleka katika hoteli ambacho kiko jirani hapo. Lakini kwa bahati iliyo mbaya ni kwamba ndani ya ile hoteli alikuwepo bidada ambaye anafahamika kama Maxo hii. Moja kwa moja bana wakaanza kuyazungumza. Kumbuka hawa ni mahasimu wawili. Na bidada Thiang hakutaka kabisa kupoteza muda, akamwambia bidada Maxo hii kwamba nampenda sana Kim na sihitaji kumpoteza katika maisha yangu, nahitaji ukene mbali katika maisha yako. Katika hali ambayo haikutegemewa kabisa, bidada Maxo hii akajikuta tu anazungumza kwa hisia akisema kwamba jinsi unavyompenda Mwamba mimi nampenda mara 100 zaidi. Lakini hapo Thiang akisema kwamba nina historia ngumu na ujamaa. Nimeliski mambo mengi sana katika maisha yangu kuhakikisha kwamba anakuwa na Kim, lakini yote imekuwa ni ngumu, na wewe unakuja kumchukua kirahisi namna hiyo. Bidada akaona kuwa hizi ni ngonjela tu, akasaka kuanza kuondoka. Lakini ila anaondoka tu, Thiang akawa amemshika mkono na kumwambia kwamba Kim alimuua mtu. Huko nyumbani Mwamba Kim ana mawazo kweli kweli. Mama yake akawa amempigia simu akimwambia kwamba nina jambo la muhimu sana nataka kudiscuss na wewe. Mwamba akawa ametoka na kwenda kukutana na mama yake. Mama yake aliongea maneno ya kustajabisha sana, akimwambia kwamba nahitaji utunge nyimbo nyingi zaidi, upate pesa nyingi kuliko kawaida, kisha usafiri kuelekea Ujerumani, na sikuhitaji kabisa kukuona katika nchi yangu wewe kama muuaji. Mwamba alichanganyikiwa sana kuyasikia maneno hayo, akawa ameingia katika eneo la mgahawa na kumkuta bidada akitamani kuongea naye kitu, na bidada alikuwa anatamani kusikia kitu kutoka kwa jamaa. Ikabidi kwanza kumuuliza, hivi ni kweli unahusika? Na Mwamba akasema ndio nahusika, nimewahi kusikia kwamba maneno hayo yanazungumzwa juu yangu. Lakini jamaa akataka kujielezea zaidi, ila kabla hajajielezea akaja yule msaidizi wake na kumtoa katika eneo lile. Kwa bidada akawa amebakia mdomo wazi tu, haelewi kitu chochote kilichokuwa kikiendelea. Mwamba Joduk baada ya kumtoa Mwamba Kim pale katika eneo lile la mgahawani, alipomfikisha tu nyumbani ikabidi kumwambia kwamba Thiang ndiye aliyekuwa amempa siri bidada na kumwambia kwamba wewe uliweza kuhusika katika mauaji. Mwamba akasema sijali, akamwambia kuwa unatakiwa kuondoka, lakini jamaa akasema kwamba nitabakia hapa nchini Korea. Akamweleza wazi kabisa Joduk kwamba nimeshaanza kumpenda bidada Maxo hii na siwezi nikaondoka katika nchi hii, na ukweli ambao upo vile vile tu, hauwezi kubadilika. Akiwa nyumbani akaendelea kukumbuka tukio zima la ajali ilipokuwa namna gani bidada aliweza kufa maji. Na bidada Maxo hii huku nyumbani bado ana mawazo sana, akiwa anajifikiria napaswa kumwamini huyu jamaa au sipaswi kumwamini. Lakini ikabidi kuchunguza katika mitandao juu ya taarifa za kifo cha yule mwanamke wake. Katika ile kati za kuendelea kuchunguza akagundua kwamba jamaa alikubaliki mwanzoni kwamba ni kweli alimuua bidada. Hii mwisho wa siku akapinduaga meza na kusema kwamba hakuhusika kabisa katika kumuua bidada. Hii imekaa vipi? Ni lipi jibu la kweli? Mwamba nyakati za usiku anapiga simu, bidada haokoti. Hii kitu ilikuwa inamuumiza sana. Kesho yake akaamua kutimba nyumbani kwa dada moja kwa moja na hapa kuanza kuzungumza. Katikati ya mazungumzo bidada simu yake ilikuwa ikiita, lakini hakuweza kabisa kuipokea simu yake. Ila kadri alipozidi kuitazama Mwamba akagundua kwamba katika skrini ya bidada alikuwa amemsave picha yake. Dada hakutamani kabisa Mwamba aweze kugundua kwamba skrini ilikuwa imesaviwa kwa picha yake. Basi katika harakati za kutaka kuinyanyua simu yake akajikuta amemwagia Mwamba chai kidogo. Akabidi kumwahi haraka sana na kuweza kumfuta kidonda chake, na mwisho wa siku akampaka barafu. Na akamweleza Kim kwamba siku ya jana nilikuwa nimetembelea mtandaoni na kugundua kwamba kuna maneno ambayo alikuwa ameyazungumza. Mwamba akasema kuwa usihofu kabisa, kama kunitembelea mtandaoni kitu cha kawaida, hata mtu mwingine angefanya hivyo hivyo kama ulivyoweza kufanya. Lakini baadaye bidada akawa amemuuliza swali moja jamaa, ila namna ambapo Mwamba alikuwa amelijibu lile swali lake akajikuta bidada mpaka ameangusha barafu, kwani alikuja kugundua kwamba jamaa alikuwa anamdanganya. Bidada Maxo hii ili kuondoa stress moja kwa moja akatimba katika ile bar ambayo siku ya jana alikuwa na Mwamba Kim. Basi leo alikuwa na mawazo sana, kanywa sana gambe, na kadri anavyozidi kunywa akawa kama vile anamuona Mwamba mbele yake. Pia upande wa Kim nyakati za usiku sana, mishale kama ya saa 7 na dakika zake hivi, akawa anatazama simu yake na anagundua kwamba muda ulikuwa umekwenda sana na bidada bado hajarudi, kwani chumbani kwake giza lilikuwa limetapakaa. Alimpigia simu na akamueleza kwamba ni wapi unapopatikana, lengo nije kukuokoa, lakini
lakini bado bidada akasema kuwa sihitaji kukuona uso kwa uso kwa sababu ya kile ambacho umeweza kunifanyia siku ya leo. Bidada akiwa amelewa tila lila anarudi nyumbani, lakini kwa bahati mbaya sana wakati anapita katika mitaa akawa anasikia namna gani ambavyo mwanaume mmoja alikuwa akimdanganya binti mmoja. Ikabidi kuingilia na kusema kwamba mbona unamdanganya huyo bidada? Yule mwanaume akawa amekasirika na kutaka kuanza kumshambulia bidada, lakini ikafa tu Mwamba Kim akawa amejitokeza. Bahati nzuri akawa amemsaidia kumuondoa katika lile eneo. Basi baadaye kidogo bidada akawa anamwambia Mwamba na kuhitaji siku ya kesho tuweze kupata chakula pamoja. Mapema na alfajiri ilipoweza kutimba tu bidada anaonekana katika maeneo ya hospitalini. Huko amekuja kwa kazi moja tu. Kilichomleta hapo hospitalini ni kwamba anapewa taarifa na nesi kwamba kuna mzee ambaye ana kansa level ya 3. Kwa hiyo huyu mzee bana hajawaambia familia yake juu ya hali yake. Hii ndio taarifa ambayo nesi alikuwa akimpatia huyu bidada. Bidada Maxoi akataka kwenda kumtembelea mtu huyo, lakini kwa bahati mbaya akawa amepokea simu kutokea kwa mteja wake mmoja. Ni hapo ndani ya hospitali. Ikabidi kutimba huko kwa mteja wake kwa sababu kuna issue ya muhimu kweli. Na mteja wake alikuwa ni secretary wa kampuni ambaye siku ya leo alikuwa amemuita bidada na kutaka kujua kwamba je, hivi bosi wake anaumwa kweli ugonjwa ambao uko serious au la, kwa sababu familia yake inamwambia kwamba anaumwa ugonjwa wa kawaida, lakini anashangaa kwa bosi wake anakaa hospitalini siku nyingi. Baadaye akapata muda wake binafsi pamoja na yule mzee ambaye ni mmiliki wa hilo kampuni. Basi katika kukaa naye akamwambia kwamba najua kwamba unadanganya kwamba wewe unaumwa ugonjwa wa kawaida, lakini utakuwa unaumwa ugonjwa wa serious. Na ni kweli huyu mzee alimfungukia kwa kumwambia kuwa sitaki familia yangu ingie katika hofu. Kila wakati bidada anatengeneza pesa kwa kuambia watu kile ambacho anastahili kuambia, wakati mwingine anaangalia matokeo ya kile ambacho atakwenda kuambia. Baada ya kumsikiliza huyu mzee akaona kuwa hakuna haja ya kumwambia secretary kwamba mzee anaumwa ugonjwa wa serious. Akamwambia kwamba mzee anaumwa ugonjwa wa kawaida tu, kisha akawa anaondoka. Lakini ile time anatokea tu katika maeneo ya hospitalini akakutana na yule Afandeli, na Afandeli alikuwa amesema kwamba nimekuja hapa kumtembelea mgonjwa wangu, lakini bidada akamwambia kwamba haina shida, mmoja niko naondoka. Mwamba akabidi kumwalika bidada katika chakula cha jioni siku ya kesho. Jambo la kushangaza, bidada Maxoi akawa amekubali kualikwa na huyu Afandeli. Basi Mwamba alifurahi kweli kweli na kuondoka akiwa na tabasamu tu. Siku leo jambo la kushangaza ni kwamba yule manager wa Kim alikuwa amemuita bidada Maxoi na kumwambia kwamba nahitaji ukae mbali sana na Kim kwa sababu siku za hivi karibuni atakwenda kusafiri na kuelekea Ujerumani. Bidada akaendelea kushikilia msimamo wake wa kusema kwamba hapana, siwezi nikakaa mbali na Mwamba Kim, lakini Mwamba akamwambia kwamba atakwenda kusafiri alafu hii ni kwa faida yenu wote wawili. Lakini bidada akagundua kwamba jamaa alikuwa kidanganya, akawa ameondoka zake. Time tu bidada Maxoi anaondoka katika ile ofisi yake, moja kwa moja akawa amempigia Kim na kumwambia kwamba nina mazungumzo ya kuweza kuzungumza na wewe. Uko wapi sasa hivi? Mwamba akawa amemwelekeza na Mwamba haraka sana akawa ametimba katika maeneo hayo. Akamweleza Kim kwamba anatakiwa kusafiri kuelekea Ujerumani kwa sababu mtu mmoja anayefahamika kama Choi ameweza kurudi mjini na anamtafuta sana, kitu ambacho inaweza kuwa ni hatari sana kwa ajili ya kampuni. Lakini akaongezea kwa kumwambia kwamba mama yako ni mwanasiasa mkubwa, pindi itakapogundulikana kwamba wewe ni mtoto wake na unashutumiwa kwa masuala ya mauaji itakuwa ni hatari pia. Hapa ndipo Mwamba Kim akaja kugundua kwamba mama yake ndiye amemtuma huyu Jodo kuja kumshawishi jamaa aweze kusafiri kuelekea Ujerumani. Lakini Mwamba kwa kujiamini kabisa akasema kwamba kama Choi ataniulizia kwa wakati mwingine basi muelekeze na mwambie kwamba nipo tayari kukutana naye. Ile Jodo anaondoka tu katika eneo hilo. Mwamba akawa anakumbuka namna gani Choi alikuwa gani hatari sana katika maisha yake. Kuna kipindi alitakaga kumuua lakini akawa amemwacha. Leo mama yake na Kim akiwa ofisini aliletewa barua. Ajabu ni kwamba baada ya kuisoma barua hii akagundua kwamba yule Mwamba Choi anayemuindaga sana Kim ndio alikuwa akimuulizia. Na kitu cha ajabu, mzee Choi baada ya kumuitia yule mwanamama katika maeneo fulani hivi ya mgawani, yeye alipomuona tu akawa amelizika, akampungia mkono kisha akawa anaendelea na safari zake. Ni kama alikuwa na hakiki tu kwamba je, mwanamama yuko hai au la. Hasa leo bidada Maxoi akawa anamuuliza jamaa Ali, kumbuka kwamba walipanga kukutana katika kupata chakula cha jioni na siku leo ndio imetimia bana. Sasa bidada akawa anamuuliza, hivi ni kwa nini unazidi kunipenda mimi licha ya kwamba nina historia mbaya katika familia yangu? Lakini Mwamba akasema kwamba haijalishi umekulia familia ipi, lakini mimi nakupenda wewe. Hasa unakumbuka ile siku ambayo bidada Maxoi alikuwa ameelekea hospitalini kana kwamba alikuwa ameenda kumtembelea mgonjwa fulani, lakini kwa bahati mbaya akawa ameelisha kumtembelea mgonjwa huyo. Kumbe alikuwa amekwenda kumtembelea Mwamba Afandeli. Na akamweleza wazi kwamba daktari ameniambia kila kitu kwamba una cancer stage 3. Ni kweli? Mwamba akasema ndio ni kweli, na nilijigundua kwamba nina cancer level ya 3 kutoka ile siku ambayo tulikuwa katika mahusiano, ndio maana nikajitenga mbali na wewe. Mwamba kwa uchungu sana akasema haikuwa rahisi kuyapokea yale majibu kipindi cha mwanzoni. Nilihitaji muda wa kukaa mbali peke yangu, ndio maana nikawa nimekuacha, lakini baada ya kukubali majibu yote nimeamua nikurejee. Bidada akawa analia tu kuyasikia maneno hayo. Na mwisho wa siku Mwamba akaamua kuhitimisha kwa kusema kwamba nakupenda sana Maxoi, naomba tubaki pamoja. Lakini bidada Maxoi akamwambia Mwamba kwamba kama mapenzi yangelikuwa ni huruma basi ningekuhurumia na kupenda, lakini ukweli ni kwamba kwa sasa hivi nampenda mtu mmoja tu ambaye ni Kim. Naomba unisamehe, siwezi kukupenda wewe. Lakini Mwamba akamuuliza bidada swali moja, je, umemwambia kwamba unampenda? Lakini bidada akasema hapana, sijaweza kumwambia. Ikabidi kumwambia kwamba nakuomba nenda kamwambie kuwa unampenda, kwa sababu mapenzi ya silisili mwisho wa siku yana madhara yake ujue. Bidada mara baada ya kupata tule ushauri moja kwa moja akawa anatimba katika ile apartment ambayo Mwamba Kim alikuwa anaishi, lakini nje alipokelewa na walinzi.
na alipowatazama hao walinzi akawa anampigia Mwamba simu kutaka kujua ni wapi ambapo anapatikanika machumba namba ngapi. Lakini miongoni mwa walinzi waliokuwepo katika eneo hili alikuwepo Mwamba mmoja ambaye anafahamika kama Choi, naye akiwa amevalia jezi za walinzi. Hii ni hatari sana kwa sababu huyu jamaa anamuindaga sana Kim, na kupitia bidada itakuwa ni rahisi kujua wapi Mwamba alipo. Kutaka kujua nini ambacho kitakwenda kujili, ni kubaki na mimi mpaka katika episode ya 7. Nikukumbushe tu kwamba kila tunapofikisha like 100 basi tunatoa episode inayofuatia mbele. Baki na mimi ukiwa umegusa alama ya subscribe na alama ya kengele. Episode ya 7 hii hapa.